Serikali ya kaunti ya Nyandarua na serikali kuu zimeanzisha mradi wa uchimbaji wa visima katika maeneo makavu kama njia ya kuweza kukabili uhaba wa maji ambao umekithiri Nyandarua na kuweza kusababisha familia zaidi ya 400 kuhangaika kupata maji safi. Laban Muhinda na taarifa hii kwa kina. Huku athari ya mabadiliko ya hewa ikizidi kushuhudiwa, familia nyingi katika kaunti ya Nyandarua zinakabiliwa na tatizo la uhaba wa maji, baadhi zikilazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta maji safi ya matumizi. Hata hivyo, ni afueni kwa zaidi ya wenyeji 40,000 ambao wanatarajiwa kunufaika kwa mradi wa uchimbaji wa visima vya maji, mpango ambao unatekelezwa na serikali ya kaunti kwa kushirikiana na serikali kuu. Kutoka saa ile mimi nimesaliwa hapa kwa kijiji ya Miarate Colonial Village. Sijawahi pata maji. Wazazi wetu tulikuwa tukienda mbali kutafuta maji. Kwa sababu maji imetusumbua miaka mingi sana, lakini siku imefika na sisi tupate maji masafi ya kunywa hata ya kulima. Akizungumza katika hafla ya kuzindua mradi wa maji wa Gishagigitwe eneo bunge la Kipipiri, Gavana wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha amesema kuwa hatua hizi zinabadilisha kwa kiasi kikubwa maisha na kuongeza tija ya kilimo katika eneo hili. Na sasa tumeifungua na imetoka maji mengi sana, unaona ni kama mto 40 cubic meters. Hii ni moja ya borehole 19 ambazo tumejenga katika kaunti hii ya Nyandarua, na zote zinasaidia watu wetu maji. Mradi wa Gishagigitwe ni miongoni mwa visima vipya 13 vinavyojengwa kwa sasa. Gavana Badilisha akitumia fursa hiyo kuwaonya wanasiasa wa eneo hili dhidi ya kuingiza siasa katika mradi huo. Hii borehole ni yenu. Mtu asilete siasa kwa hii maji. Kama mtu anataka kushindana na Badilisha, akuje huko kwa ofisi ama huko Olkalau. Asirete siasa hapa. Nikiripotia TV47 nikiwa eneo bunge la Kipipiri, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Asante sana Laban Muhinda.